tukiwa na Mheshimiwa Katibu Mkuu. Mheshimiwa Katibu Mkuu, karibu swali. Wanahabari, nawashukuru kwa maswali mbalimbali ambayo yameulizwa. Nitajibu. Nianze na hili la viongozi ambao wamesimamishwa Morogoro na Tanga na kanda zao na ngazi ya kanda. Kanuni za chama zimeweka utaratibu, kama kiongozi ana jambo juu ya kiongozi mwingine, anatakiwa awasilishe malalamiko kwa chama na ushahidi wake, alafu chama kichukue hatua kwenye vikao vya chama au awasilishe malalamiko kwenye vikao vya chama. Kwa hiyo kwenda kuzungumza na vyombo vya habari kuhusu madai yoyote yale yanamhusu kiongozi yoyote yale, yawe ya ukweli au ya uongo, ni kinyume na katiba ya Chadema na kanuni za Chadema na maadili ya Chadema. Kwa hiyo kazi husika huko zimechukua hatua kwa kadiri walivyochukua hatua. Kwa hiyo Bakari, kama kuna mtu ambaye hajaridhika na hatua ambazo zimechukuliwa na ngazi husika huko, na kwamba hawajafuata katiba au hawajafuata kanuni au hawajafuata utaratibu katika mchakato wa kuchukua hizo hatua, basi anayo haki ya kukata rufaa. Lakini rai yangu kwa ujumla kwa viongozi wa Chadema kote nchini ni kuwakumbusha viongozi wa chama, kama mtu ana jambo lolote, kupitia mkondo wa chama. Sasa kwa nini kwa kesi hizi hatua zimechukuliwa mapema? Sisemei hao makatibu wa kanda waliochukua hatua huko watasema wenyewe misingi ya kuchukua kwao hatua, lakini kwa nafasi ya mtendaji mkuu niwaambie tu kwamba kuna taarifa tulikuwa nazo kabla za uwepo wa watu ambao walikuwa wanazunguka kushawishi baadhi ya viongozi, na wengine wakakataa kufanya press conference za kusema hizo tuhuma kwa kupewa pesa, kwamba mtu anapewa milioni 2 kwa press conference ili akazungumze hayo. Sasa ukishakuwa na madai hayo na tuliyapata kabla, alafu matukio yakatokea, na kabla yake kuna press conference ilifanywa na mtu ambaye sio kiongozi wa chama, katika hali ambayo inaonyesha kabisa kwamba kuna mpango unaendelea, hatua za kuchukua katika mazingira kama hayo zinakuwa za tofauti sana, kwa sababu hapo sasa hakuna nia njema ya kuzungumza mambo ya chama, ila kuna usaliti na kutumika kutaka kuchafua chama na viongozi wake, kwa mazingira hayo tu ya uwepo wa madai ya mipango na rushwa. Lakini kwa kuyasema hayo, niweke indhari mbili, sababu katibu mkuu ndio ofisi ambayo inapokea rufaa zinapokuja. Sinasema hayo bila kuingilia hatua zozote ambazo mwanachama ataamua kukata rufaa na kujustify kile alichokifanya, na nasema haya vile vile bila kuingilia uhuru wa wanachama na viongozi. Kama mtu ana malalamiko dhidi ya yoyote kwenye jambo lolote, afuate utaratibu wa kikatiba na kikanuni kwa kuwasilisha malalamiko rasmi kwa maandishi na ushahidi, na kwenda kupeleka hilo jambo kwenye vikao vya chama. Juu ya ndugu yangu wa jambo Joseph, kuhusu Joseph Mbilinyi na mikutano, umezungumza kwamba kwenye kanda nyingine viongozi wamepokelewa na wenye viti wa kanda, na lakini kanda ya Nyasa kupokelewa, na baadaye kazungumza kwamba kuna mikutano mingine ambayo ilikuwa inaendelea Morogoro. Msemaji mwingine akawataja Lema na Boniface kwamba walikuwepo kwenye hiyo mikutano mingine, na akatoa maelezo ambayo nimeyasikia. Ni vizuri wanahabari mkafahamu, kuna mambo hatuyasemi kwenye vyombo vya habari, lakini lazimika kusema kwa sababu yameulizwa. Tulipopanga operation ya katiba mpya Free Tundu Lissu, na tukatangaza hapa ratiba ya operation,
tulisema kwamba tunakwenda kufanya uzinduzi wa kitaifa Katoro, kanda ya Victoria, mkoa wa Geita. Na baada ya uzinduzi wa kitaifa tukasema tutakwenda kanda kwa kanda. Kwa tulipopanga ratiba ya uzinduzi Katoro, zipo kanda ambazo zilishaanza mikutano kabla hata ya uzinduzi wa kitaifa operation. Tulipopanga ratiba ya Katoro, katibu mkuu akatoa wito tu kwa kanda zote katika ile siku ya uzinduzi wa mikutano ya taifa ya Katoro Geita, kanda ya Victoria, kanda zote zisitishe mikutano maeneo mengine, na kadiri inavyowezekana wenye viti wote wa kanda na viongozi wengine kwa kadiri ya uwezo watakaojaliwa wafike Katoro kwenye uzinduzi wa kitaifa. Wakati hili linaendelea, kati ya kanda ambazo zilikuwa zinaendelea na ziara ni kanda ya Nyasa, ambapo Joseph Mbilinyi ambaye ni mwenyekiti wa kanda pale alikuwa anaendelea na ziara katika mikoa mbalimbali. Wakasitisha ziara na wakajiunga kwenye uzinduzi. Baada ya uzinduzi tuliofanya Katoro, tukaendelea na msafara operation tukiwa tuna timu moja na msafara mmoja, mpaka baadaye makamu mwenyekiti wa chama akapata safari ya kwenda nje, Mheshimiwa John Heche, na tukaongoza hiyo timu mpaka tukafika Arusha, tukamaliza operation ya awamu ya kwanza. Tulipomaliza operation ya awamu ya kwanza Dodoma, watu tunaopambana nao wakataka kujaribu kujibu ukubwa wa operation tunayoendelea nayo kwa kutengeneza misafara miwili ya ziara ya chama hicho ambacho kiko madarakani kwa njia haramu, na kuanza kufanya mashambulizi kwa staili walioifanya. Na sisi kimsingi tukashauriana na tukatoa baraka tu kwamba maeneo mengine yanaweza kuendelea na mikutano wakati operation ya kitaifa ikiendelea. Sasa kule kanda ya kati tulikuwa tumemkabidhi jukumu kwa azimio la kamati kuu ambalo nilitangaza hapa. Mheshimiwa mpambanaji Godbless Lema na mpambanaji Salma Kasanzu kuwa wasimamizi wa kanda ya kati. Walikuwa wamepanga ratiba ya mikutano kule Morogoro, na wakawepo kule Morogoro, na wakaalikana kwenye viti wa kanda kushiriki hiyo operation. Kwa ndio sababu mwenyekiti wa Pwani akaenda Morogoro Turiani na mwenyekiti wa Nyasa. Sasa kuhusu mwenyekiti wa Nyasa mahususi, kwa nafasi ya mtendaji vile nilizungumza na Joseph Mbilinyi mpambanaji kumuuliza kwamba bana, msafara unakwenda kwenye kanda yako, una join katika hatua ipi? Na akawa ameeleza kwamba yeye kwa sababu alifanya ziara awamu ya kwanza kanda ya Nyasa, tukaisitisha ziara aliyokuwa nayo akashiriki Katoro. Aliona kwamba timu iliyokuwa inakwenda Nyasa inaweza kuendelea mapambano Nyasa bila uwepo wake, na yeye kwa sababu amealikwa Morogoro na kushiriki operation, basi atakwenda kushiriki Morogoro. Kwa hiyo hayo ndio maelezo ambayo Joseph Mbilinyi alinipa juu ya sababu ya kuwa Morogoro na kutokuwepo Nyasa. Maswali ya pambazuko juu ya nimeshajibu kuhusiana na masuala ya Sugu na Boni na Lema. Nimeshajibu kuhusu hili la waliochukuliwa hatua, lakini umeuliza dimension moja kuhusiana na mwenyekiti Lissu wakati akiwa makamu mwenyekiti, kutoa tuhuma kuhusiana na ulichokiita madai ya ufisadi au fedha chafu ndani ya chama. Chama hiki katika kuchukua hatua au katika kufuatilia mambo, kwa kweli ofisi ya katibu mkuu, kwa sababu imepewa dhamana tu kwa niaba ya chama kufuatilia masuala ya mabaribari, haibagui hadhi ya kiongozi. Kwa hiyo mambo mengine hatusemi kwa sababu ni ya ndani. Mwenyekiti Lissu wakati akiwa makamu mwenyekiti, naye alitakiwa kutoa maelezo kwenye kamati kuu kuhusiana na jambo hilo, na sasa yaliyojiri ndani ya kamati kuu na nini kiliamuliwa kwenye kamati kuu si wakati wake kuyazungumza hapa, lakini nataka kuambia tu kwamba hatua kama hizi ambazo zinachukuliwa kwa wengine, sababu alikuwa ni kiongozi wa kitaifa, ofisi ya katibu mkuu ilifanya huo mchakato. Na nasema hili ifahamike kwa kiongozi yoyote wa ngazi yoyote
kama akifanya jambo lolote likaonekana kwamba linakwenda au linadaiwa kwenda kinyume na katiba au kanuni au maadili au itifaki ya chama, utaratibu wa kikatiba utafuatwa. Na sisi katiba yetu ina mikondo miwili ya kushughulikia mashauri mbalimbali. Na kanuni zetu na miongozo mbalimbali. Ina mkondo wa nidhamu. Unaweza kuamua kutumia mkondo wa nidhamu kwamba hapa kuna tuhuma za utovu wa maadili au kiukwaji wa maadili. Lakini vile vile kuna mkondo wa usuluhishi, upatanishi na katiba na kanuni. Katiba imetoa mamlaka ya kuundwa kwa mabaraza ya chama, na kanuni na miongozo imeweka baraza la wazee wa chama, na baraza la wazee la chama ndani yake kuna chombo kinachoitwa caucus ya wazee. Caucus ya wazee, wazee wachache ambao wanaonekana wanaweza kuingia kwenye caucus, ambao wanaweza wakawa washauri, wasuluhishi, wapatanishi yanapojitokeza baadhi ya mambo ambayo inaonekana kwamba hayana sababu ya kwenda kwa mkondo wa maadili au mkondo wa nidhamu, basi zinaanza hizo hatua za usuluhishi ambazo zinafanywa na baraza la wazee. Kwa hiyo nitumie fursa hii vile vile kutoa mwito kwa baraza la wazee nchi nzima, sababu mwongozo tulishausisitiza kuanzia mwaka 2025 kuhakikisha ngazi zote za chama nchi nzima zina caucus za wazee, na caucus hizo zifanye kazi ya usuluhishi, zifanye kazi ya upatanishi, zifanye kazi ya ushauri, kwa sababu sio kila jambo linahitaji kwenda kwenye mkondo wa nidhamu, mkondo wa maadili. Maadili, nidhamu ni hatua ya mbele kama mambo hayahitaji kwenda kwenye hatua hiyo kwa haraka. Lakini kama ni mambo yanahitaji kwenda kwa hatua hiyo kwa haraka, tegemea na jambo, basi ngazi na mamlaka husika za kichama zinafanya maamuzi kwa mujibu wa katiba, maadili na itifaki ya chama. Ndugu yangu, umesema juu ya maelekezo ya katibu mkuu kutokutekelezwa au maelekezo ya chama kutokutekelezwa. Sina taarifa ya uwepo wa maelekezo ya katibu mkuu ya kwamba yamesimamisha kiongozi eneo fulani afu maelekezo hayo yakaacha kutekelezwa. Sina hiyo taarifa. Kwa kama kuna maelekezo mahali fulani yametolewa na ngazi fulani alafu hayakutekelezwa, basi ni vyema ukaiuliza hiyo ngazi, kwa nini maelekezo yenu mliotoa hayajatekelezwa, na kama kuna mtu atakuwa hajaridhika na hatua ambazo zimechukuliwa na ngazi fulani, basi utaratibu wetu wa katiba yetu uko bayana juu ya namna ya kukata rufaa na ngazi za kukata rufaa. John, umeuliza kuhusiana na azimio la pili juu ya operation inaanza lini. Kamati kuu imekutana Kigoma tarehe 30 mwezi Juni. Kikao imefanya maamuzi. Kwa katiba ya chama, kamati kuu ikishafanya maamuzi kwamba operation itaendelea kupitia mikutano ya hadhara, makongamano, vikao vya ndani na njia nyingine, operation itaendelea kanda 3 zilizobaki na baadaye itaendelea mikoa mingine nchini. Wajibu wa kuandaa utekelezaji ni wa secretariat ya kamati kuu. Kwa hiyo bado secretariat haijakaa kutokana na haya matukio ya hapa katikati niliyoyaeleza, msiba, baada ya msiba wajumbe wengine wa secretariat walikuwa msibani, wengine walikuwa hapa Dar es Salaam, baada ya pale kesi ya Lissu, baada ya pale kesi tena ya chama, hiyo lockdown ambayo serikali iliweka bila kuitangaza waziwazi ya tarehe 7. Kwa hiyo sasa tutafanya kikao, secretariat itakaa, itapitia mpango kazi na bajeti ya chama na mpango uliopitishwa wa operation, itapanga sasa ratiba ya kina, tunaanza lini, tunaanzaje, utaratibu gani, na tukishapanga hizo taratibu mtajulishwa kuhusiana na ratiba ya operation inayofuatia. Lakini katika hatua hii, kwa sababu operation inahitaji fedha